Sengerema, habari ya mchana. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mulimhola, mulichiza. Hebu weka mkono kama mimi tusalimiane. Washikaji pale, mbona tumepigika? Weka mkono kama mimi. Makamu mwenyekiti asikie. People. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Tanganyika, kaka yangu John Heche, mwenyekiti wa vijana wakili msomi Deo Mahinyila, mkurugenzi wetu wa mawasiliano dada yetu Brenda, na viongozi wa mkoa na tambua itifaki zote. Ndugu zangu wa Sengerema, tuko kwenye operation yetu inaitwa No Reforms, No Election. Tumeanza kanda ya Nyasa, tumemaliza mikoa mitano. Tumekwenda kanda ya kusini, tukamaliza mikoa mitatu kwa maana Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Tumefanya Dar es Salaam kwa sehemu. Leo tuko katika kanda yenu ya Victoria. Tumeanza Kagera, tumemaliza Geita jana, tuko Mwanza, kesho tunaenda kanda ya Serengeti, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Ujumbe wetu usiku na mchana. Ujumbe wetu, jua linawaka na maumivu mengi tunayopitia. Chadema ni chama cha siasa. Tuna wajibu wa kufanya siasa kwa sababu sheria zinaturuhusu. Malengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Tangu mfumo wa vyama vingi umeanzishwa, chama chetu kimekuwa na ukuaji mzuri. Tangu mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2010, mwaka 2015. Tulianza kuwa na idadi ya madiwani mwaka 95, madiwani 75. Mwaka 2000 tunashiriki uchaguzi, mwaka 95 wabunge tulipata wabunge 11. Mwaka 2000 vivyo hivyo ukuaji wa chama chetu kutoka madiwani 75 mpaka madiwani 103. Na wabunge vivyo hivyo waliongezeka. Mwaka 2005 madiwani wakafika takriban madiwani 200. Idadi ya wabunge wa Chadema mpaka 2015 madiwani 2015 kabla ya uharamia 2020 tulifika idadi ya madiwani 568, wabunge takriban 72. Uchaguzi wa 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2025, mainterahamu yameshika nchi. Demokrasia ashakum sio matusi imebakwa. Leo kuzungumza masuala ya uchaguzi kwenye nchi hii imekuwa ni hatari. Tunaona chama chetu kinapopambana, viongozi wetu wanapopambana, lakini ma-CCM kwa sababu wanaona dalili ya Chadema kushika dola, sasa wanatumia mtutu na mabomu kuiumiza Chadema. Na ni kwa bahati mbaya Chadema sio mtu. Chadema ni roho. Huwezi kuwa Chadema kwa kumkamata Lissu. Huwezi kuwa Chadema kwa kumpa Mbowe kesi ya ugaidi. Huwezi kuumiza Chadema kwa kukamata viongozi wake na kuwapa kesi. Chadema ni mpango wa Mungu. Leo tumeamua na tumekuja na agenda ya no reform no election. Mwaka huu tunajua ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu tunahitaji kwenda kuchagua madiwani, wabunge na rais. Lakini kwa sababu nchi yetu imeendelea kuwa na hatari ya kwenda kushiriki chaguzi, badala ya chaguzi kufanyika na kupata viongozi, chaguzi zetu sasa zimegeuka kuwa ni makaburi. Watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotezwa. Sisi viongozi wa Chadema tumekubaliana
tutapigwa, tutauawa, tutafungwa, lakini tumeshakubaliana no reforms, no election. Hakuna mabadiliko ya uchaguzi, sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi mwaka huu. Na we are serious na hii biashara. Tuko serious na hii biashara. Wako wachache wenzetu wanaotumika ambao wamekuwa na sisi. Tulimaliza uchaguzi wa Chadema tarehe 21 mwezi wa kwanza 2024. Uchaguzi wa kihistoria 2025. Uchaguzi uliofundisha dunia maana ya demokrasia ni nini. Tulionyesha dunia kwamba demokrasia tafsiri yake nini. Kuanzia hatua ya mchakato wa kampeni, siku ya kupiga kura, kutambua wapiga kura wajumbe, matokeo ya namna ambavyo yalihesabiwa zile karatasi, mpaka mchakato wa kupata mwenyekiti wa chama, makamu mwenye viti wawili bara na Zanzibar, katibu mkuu na viongozi wote. Kila Mtanzania mwenye akili timamu aliona Chadema wanazungumza demokrasia maana yake nini. Afrika iliona demokrasia maana yake nini. Dunia iliona demokrasia maana yake nini. Tulifikiri CCM wanaweza kujifunza na hiki tunachokifanya. Badala yake sisi tunatangaza no reform, no election. Ndani yetu kuna watu wanatumika. Safari ya Chadema kwenda kufikia ukombozi ni sawa na safari ya train kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma. Wapo watakaishukia njiani, watashuka Morogoro, watashuka Dodoma, watashuka Singida. Sisi ambao tunajua destination yetu lazima tufike Kigoma, hatuwezi kushuka mpaka tufike mwisho. Japo ni kwa maumivu. Hivi leo nasikia kuna watu wanahama. Wengine ni marafiki zangu, nimekuwa nao kamati kuu, wamekuwa wabunge miaka 20, miaka 10. Leo tuna huyu mzee hapa ametoka kuzungumza hapa. Mzee, unaitwa mzee nani? Mafuru. Mzee Mafuru ana miaka 80. Hata jukwani ameshindwa kupanda hapa. Miaka 80. Ni mwenyekiti wa Chadema wa wilaya. Hajawahi kuwa mwenyekiti wa kijiji. Hajawahi kuwa diwani. Hajawahi kuwa mbunge, wala hana ndoto hiyo. Anaamini katika no reform, no election. Tuna wajinga wachache wamekuwa bunge. Wengine ni marafiki zangu. Na dadangu mmoja anaitwa Grace Kiwelu, yuko Kilimanjaro. Gimbi Masaba amekuwa mbunge. Na wengine wengi wanawahadaa wa Tanzania eti kwamba sisi tunapoteza ndoto zetu, ngoja twende tukatafute mahali pengine. Ni ujinga na undondocha, na msikubali. Hiyo ni biashara watu wanafanya. People, unganeni na Chadema. Haya maumivu, haya mapambano sio mepesi. Lakini Waswahili wanasema ukiona kiza kimetanda mbele, jua asubuhi inakaribia. People, tuungane na Chadema kwa namna yoyote ile. Kwa namna yoyote ile. Sisi ni chama cha siasa. Tutumie majukwaa haya. Tuzungumze kwenye vijiwe vya kahawa, twende baa, kwenye uwanja wa mpira, kwa makanisani, msikitini. Sisi hatuna virungu, sisi hatuna mabomu, sisi hatuna silaha. Tunahitaji kuwapa Watanzania elimu kwamba no reforms, no election. Hawa jamani wepesi kama karatasi. Mungu awabariki sana, washukuru sana. Asante sana. Haya.